Taarifa ya kuhuzunisha kutoka Ugunyu imetikisa dunia. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Taifa lipo katika majonzi makubwa baada ya kifo cha Abbas Mwinyi, mtoto wa rais wa awamu ya pili wa Tanzania marehemu Ali Hassan Mwinyi, na kaka wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi. Taarifa rasmi zinaeleza kuwa Abbas amefariki dunia leo Septemba 25 katika hospitali ya Lumumba mjini Unguja alipokuwa akipokea matibabu. Msiba huu umeleta simanzi kubwa nchini ukizingatia nafasi muhimu ya familia ya Mwinyi katika historia na siasa za Tanzania. Abbas alijulikana kama mtu mtulivu, mwenye mshikamano na mwenye heshima kubwa kwa watu. Wengi wanamkumbuka kwa ujasiri wake, hasa baada ya kifo cha baba yao, ambapo aliwakilisha familia mbele ya umma na kutoa taarifa za msiba huo wa taifa. Viongozi wa kisiasa, wananchi wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla wameungana katika kutoa rambirambi kwa familia. Mitandao ya kijamii imesheheni salamu za pole na dua zikionyesha mshikamano wa kitaifa katika kipindi kigumu. Wengine wamekumbusha mchango wa familia ya Mwinyi katika kujenga mshikamano wa taifa, kusimamia amani na kulinda msingi wa umoja wa Tanzania. Abbas, ambaye amekuwa sehemu ya historia ya kisiasa ya kijamii ya familia yao, anaachwa na akikumbukwa kama mtu aliyekuwa mbele ya utu na mshikamano kuliko siasa. Watu wa karibu wameeleza kuwa alikuwa mtu wa kujali masuala ya jamii na mara nyingi alihusiana vyema na watu wa tabaka zote. Kifo chake kimeacha pengo kubwa si tu kwa familia bali pia kwa jamii inayomkumbuka kama kiungo muhimu kati ya wananchi na historia ya taifa. Msiba huu umewakumbusha wengi kuhusu nafasi ya familia za viongozi katika kudumisha mshikamano wa kitaifa. Historia ya familia ya Mwinyi imebaki kuwa alama ya uongozi wa busara, uvumilivu na utulivu katika siasa za Tanzania. Wataalamu wa masuala ya kijamii wanasema kifo cha Abbas kimeibua hisia kali kutokana na nafasi yake ya kipekee kama msemaji wa familia na sauti iliyowahi kufariji taifa wakati wa msiba wa kitaifa. Maandalizi ya mazishi yanaripotiwa kuendelea mjini Unguja, huku viongozi wa kitaifa wakitarajiwa kushiriki katika kutoa heshima za mwisho. Serikali na vyombo vya habari vinaendelea kufuatilia na kutoa taarifa kuhusu ratiba rasmi za mazishi na sala ya pamoja. Msiba huu unahesabiwa kama pigo kubwa kwa familia ya Mwinyi, ambayo kwa muda mrefu imekuwa nguzo ya mshikamano wa kisiasa na kijamii. Taifa limebaki likikumbuka mchango wa familia hiyo na kuomboleza kifo cha mmoja wa watu wake muhimu. Hapo ndipo tunafunga taarifa hii kutoka Kenyascope. Endelea kufuatilia chaneli hii kwa matukio makubwa ya kitaifa na taarifa zote mpya. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapozitoa.